ujumbe wa mwisho ambao Allah tabaraka wa taala anaihitimisha hii Qur'ani kwa kumteremshia kipenzi chake Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama jaa inda al-Imam al-Bukhari min hadith al-Bara wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Aya ya mwisho kuteremka inayohitimisha Qur'ani ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Angalia maisha yetu ambayo Allah ametuleta katika ulimwengu huu na akatupa ikhtiyari ya kuchagua katika nafsi zetu mema na mabaya, na Mtume akafikisha kila jema akalibainisha na kila ovu akalibainisha. Kisha Allah anaileta aya hii, kila mmoja atahadhari siku ambayo atakayorejeshwa kwa Mola wake. Ndugu yangu katika imani, umeshakaa ukaitafakari siku hiyo ambayo wewe na mimi ndio tunaokusudiwa, siku ambayo tunaorejeshwa kwa Mola wetu? Wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mtakaorejeshwa kwa Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa lile ambalo ilokuwa imelichuma katika mgongo wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu yoyote katika ulimwengu huu. Umekaa ukatafakari, itakuwaje siku ambayo malakul mauti anakuja kutoa roho yako? Utakuwa kwenye hali ya namna gani? Je, siku hiyo Mola wako atakuwa mwenye kuiridhia, au siku hiyo utakuwa yule ambaye ulikuwa umehasirikiwa? Umetafakari hayo katika maisha mafupi ya ulimwengu uliojaa kila aina ya hada? Ndugu yangu katika imani, wanasema masalafi ridwanullahi alayhim, akiwepo Ibrahimi Taimi rahmatullah alayhi, shay'ani qati'ani ladhata dunya, mambo mawili kila nikiyafikiria katika maisha yangu, kila nikiyafikiria katika maisha yangu yanaondosha ladha ya ulimwengu huu ambao ulikuwepo. Kila nikifikiria haya mambo mawili, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Anasema dhikrul maut, nikikumbuka kwamba siku ambayo malakul maut anakuja kuitoa roho yangu, starehe zote za maisha ya ulimwengu zinaniondoka. Lakini ingelikuwa kufa, mtu anakufa tu yanaishia hapo, bali ingelikuwa bado ni sahali. Lakini anasema waluquf baina yadayhi llahi subhanahu, nafikiria itakuwaje mtakaposimamishwa katika mahkama ya Allah. Katika mahkama ya Allah mtakuwa kwenye hali ya namna gani? Siku hiyo ya Kiyama, siku iliyokuwa ngumu, inahitaji msaada wa Allah. Anasema nikifikiria mimi malakul mauti wakati ananitoa roho yangu, lakini nafikiria itakuwaje kwenye kisimamo cha siku ya Kiyama. Siku hiyo laisa bainahu wa bainahu tarjumani,
Hakuna mkarimani baina ya mja na Mola wake. Kila mmoja miongoni mwetu atazungumza na Mola wake. Naifikiria siku hiyo, ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Wewe ndugu yangu katika imani, lipi linalokufanya kukushughulisha na ulimwengu huu? Ikiwa wale waja wema waliotangulia ladha ya ulimwengu iliwaondoka kwa sababu ya kufikiria itakuwaje siku ambayo watakaoelekea kwa Mola wao. Leo dunia imetushughulisha, tumejisahau. Mwangalie mtu ambaye Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliyemsifu kwamba huyu ndio mtu ambaye bora, mwenye akili, mwenye thamani, mwenye kujitambua. Rawa al-Imamu Tirmidhi rahmatullah alayhi min hadithi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faja'ahu rajul min al-ansar, nilikuwa nimeketi pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaja mtu mmoja katika maansar. Faqala ya Rasulullah, anambia ewe Mtume wa Allah, ayul mu'minina afdal, nani katika waumini aliyekuwa mbora? Leo tukiulizana mimi na wewe, nani aliyekuwa bora? Sabana kiongozi fulani aliyekuwa bora ni msomi fulani ana PhD. Nani msomi? Nani mchumi? Nani mfanyabiashara? Nani mkulima? Nani kadha? Wale ambao mashuhuri tunawadhania sisi katika nafsi zetu. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema mbora wenu na mbora mbele ya Allah ahsanahum khuluq, ni yule ambaye ana tabia iliyokuwa nzuri. Ukiwa wewe ni kiongozi ukosa maadili, ina maana wewe huna lolote. Ukiwa wewe ni mfanyabiashara mkubwa, ikiwa huna akhlaki iliyokuwa nzuri, utajiri wako hauna lote mbele ya Mola wako. Ukiwa wewe ni msomi, usomi wako haukusaidii kukukurubisha kwa Mola wako, usomi wako haukusaidii lote mbele ya Allah. Lakini tabia iliyokuwa nzuri ndio dini na akhlaki na pambo linaompa mtu shani baina yake na Mola wake. Yule sahaba anamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, fa ayul mu'minina aqyas, nani katika waumini mwenye akili iliyokuwa nzuri? Mtu ambaye mwenye akili iliyokuwa sawa sawa. Ndugu yangu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anamuelekeza sahaba, na ndio ananielekeza mimi na wewe tuzinduke. Anasema aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule mtu ambaye mara nyingi anajua anakumbuka safari ya kuelekea kwa Mola wake. Kila wakati atafakari, safari yangu itakuwa ni ya hali ya namna gani? Na nyote mnajua wakati mtu anatelemkiwa na malakul maut kumtoa roho, huwa kuna hali mbili kataja Allah ndani ya Qur'an. Kuna watu wanatolewa roho, ndugu zangu katika imani. Kwanza Allah mwenyewe kasifu ndani ya Qur'an, wanaziati gharqa wanashitati nashta. Allah anaapa kwa wale malaika wenye kuwatoa roho watu wabaya, hata kuitamka unaiona. Kisha Allah anaapia kwa malaika wenye kutoa roho za watu wema kwa upole. Yani kuna hali ngumu, kwa mtu mwenye akili anatafakari hali ile. Wewe inafikia mahala siku nzima unashinda hutafakari hali yako itakuwaje, utaondokaje kwenye ulimwengu huu. Mtume anasema wa ahsanahum lima ba'da isti'dadan, lakini sio kumbuka kufa, akafanya maandalizi ya kuelekea kwa Mola wake. Sisi tofauti na wanyama,
Sisi ambao Allah ameturuzuku akili ya upambanuzi wa kutafakari haya. Rawa al-Imam Ibn Majah wa Ahmad, rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadith Bara ibn Azib qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi janazati rajul min al-ansar. Sikwambii mauti yakoje na safari ya kuelekea kwa Mola wetu ikoje. Hebu sikia maneno haya na kisa hiki kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulikuwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunazika mmoja katika masahaba zake maansar ambaye amekufa. Wakati wanamzika, jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala shafiri alqabr, mtume ameketi pembeni ya kaburi. Kukaa juu ya kaburi haifai, pembeni ya kaburi. Mtume anaangalia jinsi sahaba yule watu wanavyomchukua, wanamuingiza ndani ya mwanandani, wanamgeuza, wanamweka. Anatafakari, anaangalia. Fabaka hatta balla thara, mtume analia mpaka machozi yanaonyesha kwenye ardhi. Yani mtume analia mpaka machozi yanadondoka kwenye ardhi. Anawageukia masahaba zake, anasema ya ikhwani, enyi ndugu zangu, limithli hadha, kwa mfano wa ndugu yetu huyu tunamweka hapa, faiduhu, hebu tuanze safari, tujiandae. Hivi wewe umetafakari hali hii? Umejiandaaje wewe? Wewe hujawahi kumzika baba yako, mama yako, shangazi yako, mjomba wako, rafiki yako. Hebu angalia wakati umefika makaburini, indama tahdhuru aljanaza li akhi au sadiqin au azizun laka fi almaqbara, wakati wewe umehudhuria makaburini kumstiri ndugu yako wa karibu kabisa, kipenzi chako unayemjua, wa thamani katika moyo wako, upo makaburini, fi almaqbara, wa ra'aita an-nas yarmuna alayhi fawqa ras, unaona watu wanagombania koleo, wanaweka pale. Watatayakan annaka lan tarahu mara thania, wewe unajua siwezi kumuona baba yangu mara ya pili. Huyu baba yangu simuoni tena, huyu baba yangu simuoni tena, mama yangu, shangazi yangu, mjomba wangu katika maisha ya ulimwengu, huyu rafiki yangu, partner wangu, ndio tunamstiri hapa. Wewe Muislamu, hivi hili tukio halikufanyi, halikushtui kujiandaa na safari ya kuelekea kwa Mola wako? Bahati mbaya leo Waislamu wakifika makaburini kana kwamba wanakwenda kutupa mzoga. Makundi yapo, hawa wanazungumzia siasa, hawa wanazungumzia usajili, hawa wanazungumzia biashara, hawa wanazungumzia yani haiwashughulishi kile kitendo cha wao kwenda kuzika. Umma umeoza huu. Wewe unambeba mtu unakwenda naye makaburini, halafu ushtuki, lia sana Mola wako, hali yako ni ngumu. Amash rahmatullah alayhi anasema kunna nashhadu aljanaza fala nadri man almu'azza fiha likathrati albakin inma buqahum ala anfusihim la ala almayt. Angalia waja wema waliotangulia, walikuwa wanapokwenda makaburini, ukimtazama mtu unahisi labda kafiwa huyu au huyu, yani hujui nani aliyefiwa. Kila mmoja anatafakari hali ile, hivi itakuwaje mimi nawekwa hapa? Itakuwaje malakul mauti? Itakuwaje Munkar na Nakir wanijia hapa? Itakuwaje ndugu zangu na waacha rafiki zangu? Inakuwaje hapa? Yani mtu anatafakari wakati huo, analia na Mola wake, anamwomba Allah ampe mwisho mwema. Wewe umekaa unaangalia usajili wa Simba na Yanga,
unachati, unacheka, unafurahi na ushtuki. Akhi fillah, la ta'mal, usijipa matumaini yaliyopitiliza. Wa kam min insani asbah wa lam yumsi, wako wangapi tunawajua wameamka na familia zao vizuri tu, wametoka wanakwenda makazini, jioni wamo ndani ya makaburi. Wako wangapi? Wa kam min insani yumsi wa lam yusbih, wako wangapi jioni tuko nao, asubuhi hatuko nao? Wako wangapi? Wa kam min insanin labisa thawbahu wa lam yakhla'hu illa al-ghasil, wako wangapi ambao tunawajua mimi na wewe wamevaa majinzi yao, kanzu zao, suti zao, kadha wa kadha, wamejiremba, wamejipamba kila kitu, wakapendeza, wakatoka majumbani mwao, lakini nguo hizo walizozivaa zinakuja kuvuliwa na watu wa kuosha maiti. Watu wengine wanakuja kumvua nguo zile. Wewe hujaona hiyo? Wakam min insani kharaja min baitihi, wako watu wangapi kharaja min ahlihi, ametoka kutoka na familia yake, wakamwandalia chakula anachokipenda, imma cha mchana au cha usiku, wala yakul, wala hajala chakula hicho, wanakuja kula watu wengine kabisa. Wa kam min insani nama walam yaqum min firashihi illa fi qabrihi, wako wangapi ambao wanalala usiku hawamki, wanakuja kuamka wakiwa ndani ya mwanandani. Wewe una nini na wao wana nini? Huwaidhiki wewe? Waja wema tuliokuwa nao, tunaosoma historia zao, walikuwa ikifika mahala wakiona taksiri fulani katika nafsi zao, mtu anakwenda makaburini ziara. Mtume anasema zuru alqubur fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Mtu anakwenda anaangalia, hapa kalazwa shangazi yangu, rafiki yangu, imamu wetu, shekhe wetu, mjomba wangu, rafiki yangu, jirani yangu. Mtu anawaangalia wale, kisha anawaidhisha nafsi yake, hawa wamelala, mimi nitakuwaje? Lini na mimi nitakuja kuwekwa hapa? Itakuwaje siku ambayo nabebwa mimi, nabebwa katika mashingo ya watu, kama alivyosema Mtume. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim, idha udhiyat aljanaza fahtalamaha rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salih qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha. Mtu atafakari, hivi wakati nabebwa napelekwa kule, hivi itakuwaje? Wewe ushtuki katika haya. Kwa waja wema walikuwa wanakwenda makaburini. Mmoja katika waja wema, Malik bin Dinar, mwanachuoni mkubwa huyu, anakwenda makaburini. Kafika makaburini, anasema ataitu alqubura fanadaituha, nimekwenda makaburini nikatazama makaburi yale nikaita, fanadaituha aina almu'azzam wa muhtaqar, nyie mlolala hapa, wako wapi wale mabonyenye? Wako wapi wale mabonyenye? Wa muhtaqar, na wale ambao walikuwa wanadharauliwa kwenye jamii, wako wapi? Wote wako sehemu moja. Aina almudhillu bisultanihi, nani yule ambaye alijifakharisha kwa uongozi wake na cheo chake, leo yuko wapi? Alikuwa na dhulumu watu. Wa aina almuzakka idha maftaqar, wako wapi walikuwa wajifakharisha katika jamii, anapita anajimwamba fai kwamba yeye ndio yeye, uko wapi? Anasema tafanau jami'an fama mukhbiru, wote wameondoka, nani atakujibu? Matu jami'an wa mata al-khabar, wamekufa wote, hakuna habari zao tena. Morogoro hii, usende mikoa mingine, toka Morogoro hii hivi sasa, ingia mtaa katikati ya miji hii, kuna nyumba zimeandikwa hapo, zimejengwa, zina miaka 150 120 kadha. Walojenga wako wapi? Wako wapi? Wamo ndani ya mwanandani. We leo kitu gani kinakusahaulisha usende kwa Allah
ukiwa unamuomba Allah akupe mwisho uliokuwa mwema wewe? Kitu gani kinakughuri wewe Muislamu? Ndugu yangu katika imani, anasema Abul Atiha, nati ila dunya wa nahnu sawasiya. Ukitaka kuiheshimu hii dunia ili uandae safari yako kuelekea kwa Mola wako vizuri, ebu kaa tafakari. Anasema nati ila dunya wa nahnu sawasiya, tiflu almuluku huna ka tiflu alhashiya. Tunakuja katika ulimwengu huu, jinsi ya kuzaliwa, twazaliwa njia moja, sote tunakuja katika njia ile ile ya kuja katika ulimwengu. Tiflu almuluku huna ka tiflu alhashiya. Mfalme mke wake anapozaa ni sawasawa na masikini hohehahe ambaye pengine hajui kesho nitakula nini, lakini anayezaliwa huku na huku wote wanakuja kwenye njia moja. Tiflu almuluku huna ka tiflu alhashiya. Wa nughadiru min ad-dunya wa nahnu kama tara. Lakini tunaondoka kwenye ulimwengu, tunakufa kama nyinyi mnavyoona. Hakuna mwenye hati miliki ya kukaa milele hapa. Kila mmoja umri wake ulivyokuwa umewekwa ndio anaondoka. Wa nughadiru min ad-dunya wa nahnu kama tara mutashabihuna ala al-qubur al-hafiya. Tunafanana katika mwanandani, sote shuka moja. Mfalme tunapomzika Muislamu, kiongozi, tajiri, waziri, kadha wa kadha, shuka ile ile moja ambayo ni wajibu. Shuka tatu sunna. Tukimvingirisha zile za masikini ni zile zile, na tajiri ni zile zile, na mfalme ni zile zile. Mutashabihuna ala alquburi alhafiya. Na sote, hakuna kwamba mfalme azikwe na viatu, masikini aende peku. Wote tunapeleka peku vile vile, tunaweka kwenye mwanandani vile vile. Huyu tamswalia takbira 4 na huyu 4 vile vile, tumuosha vile vile, tambeba na mpeka kwenye makaburi vile vile. Mutashabihuna ala alquburi alhafiya. A'maluna tu'li wa takhfadhu sha'nana. Tofauti ni moja tu, ni sila gani baina ya mtu na Mola wake, aliishi vipi kwenye ulimwengu. Ikiwa matendo yako ni mema, hayo ndio yatakao kunyanyua mbele ya Mola wako. Yakiwa mabaya, hayo ndio yatakukandamiza wewe. Wa hisabuna bilhaqi yawma alghashya. Pagumu hapo. Hisabu ya kweli ni ile siku ambayo nyuso zote zimenyenyekea kwa Allah, siku ya Kiyama. Hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashiya. Siku hiyo nyuso zote zimerindima, zinaingiwa hofu, zina huzuni. Hajui mtu atasalimika vipi, kuanzia kutoka kwenye kaburi lake mpaka kuelekea kwenye hisabu. Yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaratun muntashir. Wanatoka kwenye matumbo ya kaburi kana kwamba nzige. Hajui mtu, kila mmoja ya Rabbi nafsi. Sikwambii mpaka mitume wa Allah. Siku ngumu. Wewe leo unachezea, huna habari. Waidhika ndugu yangu katika imani, ili utoke hapa uende kwa Allah ukiwa salama salimini. Aqulu ma tasma'un, billahi tawfiq. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, hii dunia isitudanganye, isituchezee. Tuandae yale ambayo itakuwa sababu yangu na wewe, yako na yangu, kufaulu katika maisha ya ulimwengu. Hakuna jambo lilokuwa geni katika maisha ya ulimwengu litakalotuchezea kiasi ambacho kila unachokiona leo kishapita huko nyuma, kishapita huko nyuma. Andaa safari yako leo, dunia isitughurishe. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
anasema yatba'u almayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maiti husindikizwa na mambo matatu: amali yake, ndugu yao, familia yao, jamaa zao, na mali yake. Kafa hospitali, magari yatachukua huko kwenda kufuata maiti, itabeba watu kueleka makaburini, msikitini, kadha, ataswaliwa wapi. Ndio mali inavyofanyika hivyo. Ndugu watabeba jeneza, wataingiza msikitini, watakwenda mswala, watamswalia, watapeleka makbara. Matendo yako ndio rafiki yako mwenye thamani kwako, ndio utakaobaki nayo katika maisha ya barzakh mpaka siku ya kufufuliwa. Unaandaa vipi amali yako hiyo? Wote wanarudi, unabaki peke yako katika upweke huo. Hivi umeshatafakari itakuwaje usiku wa mwanzo, awwalu laila tabituha inda alqabri, usiku wa mwanzo ambao wewe utakulala kaburini? Umeshatafakari? Thamani ya mtu haipo, ndugu yangu katika imani, ila atakavyoandaa safari yake mwenyewe. Leo unaweza ukashangaa, na ndio mjini palivyo. Yani unaweza ukashangaa, msiba unatokea, kisha unashangaa mbona watu wanahimizana sana tuwahi kuzika. Wewe unadhani wenzako kwenye sunna kwamba jamani, mtume amesema asri'u bil janaza, harakisheni jeneza. Wewe unadhani watu wako hivyo, kumbe watu wameshakuchoka. Wewe wanaya kwao. Pengine mtu wanataka kuangalia Manchester United na Liverpool, wanataka wakupeleke kule warudi wastarehe, wanakuona wewe ni karaha, kwa sababu ulimwengu unashughulika na wewe, wakuondoe. Kwa mtu wako wa pekee ni amali yako wewe. Hebu itafakari amali yako, matendo yako yaliyokuwa mazuri, yafanyie kazi hayo. Kuna watu ndugu zangu, anakufa kabla hajazikwa, watoto wake wenyewe wanagombana ndani kwa sababu ya mali. Wewe unadhani kwamba jamani vipi? Kumbe watu wanagombania, jamani, hati ziko wapi? Sanduku liko wapi? Wewe baada ya kushughulika kwenda kuzika, kumbe watu hawako na wewe tena, thamani yako hakuna. Waidhika ndugu yangu katika imani, hii dunia la kupita. Kam taraku min jannatin wa uyun, wako wangapi taraku min jannatin wa uyun, wameacha mabustani mazuri, mashamba. Mtu ana eka 100, eka 200, eka 100,000. Wa uyun, mamito, swimming pool. Wa uyun, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim, wameacha vyakula vizuri walivyokuwa wanavipenda. Si hivyo tu, wameacha hao ndugu zangu katika imani, maqamin karim, majumba ya kisawasawa. Kuna majumba unaonyeshwa mtu sasa, hii ni ikulu, ambaye acha ikulu, huu ni fulani bana, ana manne kama haya, hii mbona ndogo? Wameacha makasiri ya kweli kweli, wameacha. Wa ni'matin kanu fiha faqihin, neema mbalimbali, vyeo wameacha. Lakini Allah asemaje? Kadhalika awrathnaha qauman akharin, wamekuja kuvirithi watu wengine kabisa. Pengine mtu ambaye wewe hata salamu humpi, unamwona kinyaa, ndio anakuja kurithi mali yako. Wewe hauna tena kazi, mali imegawanywa, mke wako anarithiwa, anaolewa, ni sheria, ataolewa. Anakuja kuolewa na mtu, anakuja kukaa kwenye nyumba yake, ile thumni yake ile ndio anakuja kuishi na mtu. Ange ulikuwa hata wewe salamu unaona kinyaa kumtolea. Hii dunia haina thamani. Ikiwa mtume anasema hii dunia hailingani thamani na ubawa wa mbu, wewe kwa nini kushughulishe leo usiandae safari yako kuelekea kwa Mola wako? Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Allah tunamuomba azitie mapenzi nafsi zetu
kumkumbuka yeye na kumtaja yeye na kujiandaa safari ya kukutana naye, na atusame katika makosa ambayo tulokuwa nayo na mapungufu, atujalie thabata katika dini yetu na taufiki katika dini yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata baynina wahdina subul as-salam ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في غزة يا راحم المساكين ويا راحم المستضعفين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.